Taaluma ya uuguzi inatajwa kuanza kutambulika na kupewa thamani miaka ya 1850 baada ya muuguzi Florence Nightingale wa nchini Italy kufanya jitihada za kuipa thamani fani hiyo. Mwanamke aliyezaliwa mwaka 1820 katika familia ya kitajiri iliyopinga vikali matamanio yake ya kuwa muuguzi, upinzani ambao haukufua dafu kwa mwanamama huyo aliyeamini uuguzi ni wito uliotoka kwa Mungu. Katika harakati zake alifanya mengi, miongoni mwayo ni kuangalia wagonjwa kwa ukaribu majira yote, mchana na usiku, kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma katika mazingira safi na wanapewa elimu ili waweze kujitunza, ili kujiepusha na magonjwa ya kuambukiza. Hii ndiyo sababu iliyofanya dunia kuitambua siku ya kuzaliwa ya mwanamama huyo Mei 12 kuwa siku ya wauguzi. Ukifika hospitali, kila kona unayopita utakutana na muuguzi, kuanzia mapokezi hadi unapoondoka utaagwa na muuguzi. Karibu katika makala inayoangazia umuhimu wa wauguzi kwenye sekta ya afya. Msimulizi wako ni Rehema Evans. Katika kuangazia umuhimu wa wauguzi kwenye sekta ya afya, tutaangalia majukumu ya wauguzi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu, ambapo kada hii inatajwa kuwa na zaidi ya 50% ya watumishi wote wa afya. Mara zote mgonjwa anapofika hospitali huanzia mapokezi. Hapa anapokelewa na muuguzi. Kazi yangu kubwa hapa ni kuwapokea wagonjwa. Mgonjwa yote anayotoka na anatoka sehemu ya kwanza kufika kabisa anafikia mapokezi. Baada ya kufika mapokezi namuuliza na shida gani. Baada hapo na direct kwenda sehemu husika pamoja kwa kwenda. Hapa tupo katika idara ambayo inahusiana na wagonjwa ambao wanakuja, wengine wakiwa ni mahututi, na wagonjwa ambao wanakuja kwa ambulance, lakini pia kuna wagonjwa ambao wanatokea nyumbani moja kwa moja. Na wagonjwa ambao tunapokea hapa, kuna wagonjwa ambao wanakuja kwa ajili ya wagonjwa ambao wana matatizo wagonjwa ambao wana matatizo kama pressure, wengine wana shida kama kupata ajali, lakini pia tunapokea wagonjwa ambao wanakuta wana shida ya sukari. Kwa hiyo tunapokea wagonjwa aina tofauti tofauti. Lakini pia katika idara ambayo tuko kwa sasa ambayo ni ya triage, hapa ni idara muhimu katika idara ya emergency. Kitengo hiki mara nyingi tuna triage wagonjwa. Kwa mfano kama mgonjwa akija baada ya kupimwa, na pia tunamfanyia assessment, huyu mgonjwa anakidhi vigezo vya kuingia emergency au anatakiwa aone na madawa kama wagonjwa wa kawaida. Kitengo cha emergency kwa wauguzi tuko vizuri na tunapokea wagonjwa, na kama nilivyoanza kusema, tunaweza kupokea mgonjwa ambaye anaweza katokea ameshapigiwa simu kwamba anatokea kituo fulani anakuja hapa. Kwa hiyo tupo tayari kujua kwamba mgonjwa anatokea kama ni Itilima, anakuja kwa lengo maalum. Kwa hiyo akifika tu, ambulance ikifika, kama wauguzi tuna vitanda vyetu, ni kufika pale na kumpokea mgonjwa na kumfanyia huduma ambayo anahitaji kulingana na shida yake. Katika eneo la emergency, wauguzi tuna section ambazo tunakaa pale. Hapo nje kunakuta kuna wauguzi wapo, hapa ndani pia kuna wauguzi. Kwa hiyo mgonjwa yote ambaye ataingia katika eneo la emergency kutokea nje ya jengo, kwa hiyo atakuwa anaona na wauguzi na kupokelewa haraka na kupelekwa eneo husika. Tunajua tunatoa huduma kwa wagonjwa ambao wanatoka mapokezi, ambapo ni kulipia pale, wakilipia bili au wakilipia pale na consultation, ndio tunakuja kuwapokea. Tunapima uzito, tunapima vital signs zote tunapima. Tunapowapima sisi ndio tutatambua kama huyu mgonjwa anatakiwa aingie kitengo ni OPD au anatakiwa aonane na daktari wa aina gani, ndio tunatoa hizo huduma. Kama anatakiwa kwenda emergency, ndio tunamuelekeza kuelekea emergency. Endapo mgonjwa atafika akiwa na hali mbaya, hupewa huduma katika kitengo cha wagonjwa mahututi. Kiujumla tunatoa huduma nyingi. Huduma mojawapo ni kama inategemeana na mgonjwa amekujaje kwenye hali gani, ambayo ikihitaji dharura kiasi gani, lakini huduma tunazotoa ikiwemo ya kuweka mpira kwa ajili ya upumuaji, kuunganisha na mashine ambayo inamsaidia kuingiza na kutoa hewa ya upumuaji kwa ajili ya kumpa sapoti nzuri endapo pale atashindwa yeye mwenyewe kupumua. Huduma nyingine tunazotoa ni zote zile za dharura, ikiwemo angalizi kwa karibu ambao tunasema
inaweza ikachukua muda fulani, aidha dakika 5 hadi 10. Kila wakati tunakuwa tunamwangalia mgonjwa. Mgonjwa pengine anaweza kaa kwenye hali mbaya, lakini ndio sehemu pake hapa pa kumwangalizia uangalizi huo, ambapo tunafanya kazi kwa kulingana na miongozo na taratibu zote za huduma za afya. Lakini pia tuko na madaktari, tuko wauguzi wenyewe na wengine ambao tunashirikiana nao. Kwa wagonjwa wengine ambao wanahitaji kupata uangalizi wa wataalamu wa afya, hulazwa kwenye wodi tofauti kulingana na umri na jinsi ya mgonjwa. Hapa ni katika wodi ya wanaume, magonjwa ya ndani. Sisi kama wauguzi tumekuwa tukifanya kazi mbalimbali pale ambapo tunapopokea mgonjwa kutoka idara ya dharura. Tunapopokea mgonjwa wetu huwa tunajitahidi kwanza mgonjwa yuko katika hali nzuri, na tunachukua vipimo vya awali ambavyo kitaalamu tunaita vital sign. Kwa hivyo vinatujulisha mgonjwa wetu ana shida ipi, na vitatueleza ni namna gani ambayo tutakayoitumia katika kumhudumia mgonjwa wetu. Basi baada ya hapo pia huwa tunapokea ripoti kutoka kwa muuguzi ambaye anakuwa amemsindikiza au amemleta mgonjwa wetu wodini. Kwa baada ya kupokea ripoti na kuchukua vipimo, ndipo ambapo tunajua sisi wauguzi ambao tupo wodini tuendelee na hatua ipi. Kwa hiyo kama mnavyoona, wodi yetu ina sehemu mbalimbali na tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali wa magonjwa ya ndani. Tumekuwa tukipokea wagonjwa wenye shida ya kisukari, tumekuwa tukipokea wagonjwa wenye shida ya moyo, tumekuwa tukipokea wagonjwa wengine ambao pia wana changamoto tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi kama wauguzi tunajitahidi kuwapa huduma bora wagonjwa wetu, kuhakikisha wanapata dawa zao vizuri, wanapata ushauri na saa pia tunapata muda wa kuwaelekeza mambo mbalimbali kulingana na magonjwa wanayoumwa. Kwenye gari muuguzi ni engine, na engine inapokuwa imekufa basi gari haliwezi kuondoka. Kwa sisi ni engine, sisi ndio moyo wa hospitali. Kama moyo umekufa au moyo haudundi tena, basi hospitali haiwezi kuendelea. Kwa tuko sehemu salama, tuko sehemu nzuri ambayo tunahakikisha wagonjwa wetu wanapata huduma safi kabisa na wanarudi majumbani kwao kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kama sehemu zinazozalisha bidhaa huitwa kiwanda, basi naweza kuliita jengo hili kiwanda cha watoto. Hapa ndipo inapofanyika kazi kubwa ya kuhakikisha kila mama mjamzito anayeingia anatoka salama akiwa na mtoto wake mwenye afya. Anayehakikisha hayo yote si mwingine, ni muuguzi. Kwa huduma tunazozitoa huku wodi ya wazazi, tunatoa huduma kwa wale kina mama ambao wamekuja kujifungua, lakini pia tunatoa huduma kwa watoto ambao wamezaliwa wana shida ya upumuaji. Tuna chumba ambacho tumekiandaa kwa ajili ya kuwasaidia hao watoto. Lakini pia kuna wale kina mama ambao wamekuja kujifungua muda wao haujafika, pia kuna chumba ambacho tunawaweka mpaka wanapopata uchungu, tunawaingiza chumba cha kujifungulia. Lakini katika chumba cha kujifungulia tunaruhusu ndugu kuingia chumbani kwa ajili ya kuangalia huduma zinazofanyika kwa kina mama. Muuguzi kwanza ni tunu ya taifa, kwa sababu pia tumepewa jukumu la kuwasaidia wale kina mama ili wapate watoto wao salama, kuwavusha kina mama salama wapate huduma stahiki. Kuna huduma ambazo zinatolewa watoto waweze kuishi vizuri, lakini pia huwa tunawasaidia kina mama wale ambao wanakuta wana uzazi pingamizi, ambao kwa kitaalamu tunaita obstructed labor, ambao huwa tunawapeleka kwa ajili ya kufanyia operation. Lakini wakina mama ambao wamekuja hawana shida yoyote huwa wanajifungua kawaida. Tunatoa huduma bure kwa mama mjamzito na mtoto. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wa Bariadi na maeneo jirani waje wapate huduma katika hospitali yetu hii ya Rufaa ya Mkoa wa Simiyu. Huduma ni bure na pia tunajali huduma kwa kina mama. Amini watoe wasiwasi wananchi wa Bariadi na maeneo ya jirani. Huduma zetu tunazozitoa ni huduma ambazo
ziko vizuri kwa watu wote, na pia wauguzi ni wakarimu. Kwa hiyo mimi ni watoe wasiwasi, tunawakaribisha wote waweze kupewa huduma. Karibuni wote. Huduma za upasuaji ni miongoni mwa tiba zinazopatikana katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Huku nako utawakuta wauguzi. Hapa ndani tunahusika na operation, kwa maana upasuaji mkubwa kwa wagonjwa wenye magonjwa mbalimbali, akiwemo wamama wajawazito ambao wameshindwa kujifungua kwa njia ya kawaida, wanahitaji huduma ya upasuaji, lakini pia kwa magonjwa mengine yote ambayo yanahusiana na huduma ya operation, kwa maana ya upasuaji mkubwa. Kwa upande wa wauguzi huku tumegawanyika katika makundi hasa makubwa mawili. Kuna sisi wauguzi ambao ni wataalamu wa dawa za usingizi na ganzi, ambao tunahusika sana na kutoa dawa za ganzi, kuwasaidia wagonjwa wetu wasisikie maumivu pale ambapo wanafanyia operation. Lakini pia kuna kundi lingine la wauguzi ambao liko upasuaji mkubwa, hususan kwa ajili ya maandalizi ya vifaa tiba ambavyo vinahusika katika kufanya operation, lakini pia kuweka mazingira katika hali ya usahihi na usafi ili huduma zetu za upasuaji zifanyike katika hali ya usawa. Kwa kweli ni ngumu kwa kazi kusema kwamba itafanyika pasipokuwa na wauguzi, kwa sababu kwa namna ambavyo upasuaji mkubwa unafanyika, huduma hizi ziko kama zimeunganika kwa kifupi. Kwa hiyo pasipokuwepo na wauguzi, maana yake kazi haiwezi kufanyika, kwa sababu daktari anakuja kufanya upasuaji akitegemea kuwa mtaalamu wa dawa za usingizi na ganzi ambaye pia ni muuguzi anakuwepo husika kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa asisikie maumivu pale ambapo daktari atakuwa anamhudumia. Lakini anapokuja kufanya upasuaji pia anaamini kuwa atakuta vifaa vyote ambavyo wanatumia vimetakaswa pia na wauguzi, lakini pia mavazi na nguo ambazo wanatumia kuvaa ndani mule katika chumba cha upasuaji, vyote vinakuwa vimeandaliwa na kundi la wauguzi ile. Kwa wauguzi kwa ujumla ni sehemu ya muhimu sana katika idara hii ya upasuaji. Pasipokuwepo na wauguzi ndani ya upasuaji, kazi hizi zikafanyika kiukweli. Nipende kuwapongeza wauguzi wote kwa maana tunavyojitoa na wanajitoa kwa ajili ya kusaidia wagonjwa, lakini pia nitoe rai kwa wale wanaoiva pia ambao wako masomoni wanapenda kusomea fani ya uuguzi, ni wakaribishe. Ni fani ambayo ni nzuri, ikiwa hususi katika lengo la kusaidia wagonjwa waweze kupona na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo nawapenda sana wauguzi wote na Mungu awabariki. Wananchi wanaofika kupata huduma hospitali ya rufaa mkoa wa Simiyu wanaeleza ufanisi wa huduma wanazopewa na wauguzi. Baraka Saguda, Isagi Malagila pamoja na Kiswaga Madoto ni miongoni mwa wananchi waliofika kupata huduma katika hospitali hii. Tayari nimeshahudumiwa hapa. Naona vizuri sana hapa, vizuri. Napewa hata neti ya kujikinga kwa ajili ya mbu. Najisikia vizuri. Uduzi naambia namshukuru tu kwa vile medufanyia mpango ya kupata huduma bure. Nawapa hongera tu kwa huduma zao wanapofanya, maana hakuna malalamiko yote yanayojitokeza. Naona kwamba watu wanajisikia tu vizuri kwa sababu wanahudumiwa, wanatoka vizuri. Najisikia na mimi nimejisikia kwamba faraja. Nyaumata inatoa huduma nzuri, na ndio maana hata watu wengi wanakuja kwa sababu ya huduma. Sifa ya huduma inaendelea, huduma vizuri. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote, sijasikia kama kwamba kuna mabadiliko fulani, labda kuna rushwa, kuna nini. Nashukuru tu ni serikali kutoa msaada wa bure katika wa huduma hii. Majukumu ya wauguzi hospitalini si kuhudumia wagonjwa pekee. Kwenye sekta ya utawala pia wapo na utekeleza majukumu yao kwa weledi pasi kuathiri jukumu lao la msingi. Majukumu yangu kubwa kabisa ni kuratibu shughuli zote za kiuguzi na ukunga katika hospitali yetu ya mkoa. Kwa muuguzi ni kama uti wa mgongo kwenye idara ya afya, maana ndio muda masaa yote mgonjwa anakaa na muuguzi kumkanseli juu ya afya, chakula, matumizi ya dawa, kumpima pressure, kumpima joto limepanda, joto limeshuka, kumwangalia muda wote masaa yote akiwa na muuguzi. Na muuguzi pia ni kutoa faraja. Tunamwadhimisha Nightingale kama mama ambaye alikuwa anatoa faraja sana kwa wagonjwa.
kuongea na mgonjwa, ili unavyoenda kumongea naye mgonjwa unamsikiliza anahitaji nini na wewe unamsaidia. Hiyo ni faraja moja tosha sana kwa afya yake, kuliko tu ukimwagia dawa hapo afu mwambia kunywa. Hapana. Lakini muuguzi kwa utaratibu na professional aliyosoma anaenda kwa hekima na kicho kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa na kumsikiliza. Kwa hiyo ni yani ni uti wa mgongo wa afya yenyewe katika sekta hii. Moja kitu tunachojivunia katika hospitali yetu ni kwamba wauguzi wetu wamekuwa bora sana kwenye swala hilo hapo, ambapo kwenye malalamiko mengi hatujapata sehemu ambapo wagonjwa wetu wanalalamika kwamba wametukanwa au wamejibiwa vibaya na watumishi wetu kwa maana ya wauguzi. Tumejitahidi kudhibiti na kuendana na miongozo ya kazi inavyotaka, na moja wapo ni customer care. Customer care yetu imekuwa bora sana na imekuwa ikipaisha hospitali yetu kwenye sekta hiyo na kuifanya kuona kwamba kumbe tunao wauguzi wenye weledi na wanaofuata misingi ya kazi. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Simiyu imeibuka kinara kwa kutoa huduma bora mwaka 2024-2025. Nikataka kujua mchango wa wauguzi katika kufikia viwango hivyo. Hapo tumechangia kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu huduma nyingi zinatolewa na wauguzi, kuanzia mapokezi, ukija kwenye vipimo vya awali kabla hujafika maabara mpaka ukifika wodini, kila eneo unamgusa muuguzi. Kwa mchango wetu ni asilimia almost kama 75 hivi au 80 za kiuguzi katika hospitali yetu, ni asilimia 80. Flavian Kako ni muuguzi mfawidhi hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Simiyu, naye anaeleza majukumu yake kama kiongozi katika kuhakikisha wanaongeza ufanisi wa utoaji huduma. Mimi ni muuguzi bingwa kwenye shule. Namshukuru Mungu tunafanya vizuri na vijana wangu. Mimi majukumu yangu ni kusimamia shughuli zote za kiuguzi katika hospitali. Na hizi shughuli sizisimamii peke yangu, ninawatumia wauguzi viongozi katika wodi mbalimbali. Lakini pia tunashirikiana na viongozi wangu wa chama cha TANA katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa, ambao wananiunga mkono na tunashirikiana bega kwa bega katika kusaidia huduma za kiuguzi kwenda mbele. Wauguzi sisi tuko wengi na tumetawanyika katika wodi mbalimbali. Mahali popote utakapofika katika hospitali, mahali pana mgonjwa hutakosa muuguzi. Kwa hiyo huduma zote za afya katika hospitali kiujumla tupo asilimia 80, yani tunatoa asilimia 80 ya huduma za afya katika hospitali. Lakini sisi kwa wingi tuko kama asilimia 60 ya watumishi wote katika hospitali. Kwa hiyo ni watu wengi. Ukisema kwamba wauguzi waseme tu kwamba labda huduma za wakitetereka tu, utaona shida itaonekana. Lakini kwa kuwa tunashirikiana na madaktari na watumishi wengine, huduma za afya katika hospitali inaboreka siku hadi siku, na mpaka hadi sasa mimi kama kiongozi sijawahi pata tukio kubwa la wauguzi wangu kulalamikiwa katika maeneo yao ya kazi, aidha ni issue za kinidhamu au nini. Sijapata. Nachoona ni ushirikiano, kila mtu anapambana katika idara yake na anahakikisha kwamba tunafanikiwa na ubora huduma unaonekana. Sisi kiukweli, kihistoria, wa jamii inafahamu unapokuja kutoka hospitali nyumbani anaumwa, anakuja kumtafuta daktari. Lakini akija hospitali mtu wa kwanza kukutana naye ni muuguzi. Na popote pale anapolala mgonjwa ni mtu wa kwanza ni muuguzi, na anakaa naye masaa yote, masaa 24, siku 7 yuko muuguzi. Lakini sasa nadhani historia tu labda watu wanatuchanganya, kwa sababu wengine wanatuita madaktari. Wanachojua jamii inajua kila mtu anayefanya kazi hospitali ni daktari, lakini wauguzi ni watu ambao wanafanya kazi nyingi, lakini jamii bado haina uelewa wa shughuli hizi za kiuguzi. Fikiria mfano rahisi. Unapokuwa mtu mzima unafanya shughuli zako mwenyewe. Fikiria sasa huna uwezo sasa hata wa kujilisha, kujiogesha au kufanya usafi wako binafsi. Hii kazi zote ukiugua zinakuwa mikononi mwa muuguzi. Lakini huyo muuguzi sasa inaonekana kama watu hawamtambui, wanambandika majina ya daktari. Labda kwa sababu hatufahamu labda daktari, kwa sababu labda
ni fani ilikuwa inaonekana dominant sana au ina nguvu, lakini kimsingi wauguzi ndio uti wa mgongo, ndio brain yenyewe, ndio moyo wa hospitali. Umuhimu wa muuguzi si kwa wagonjwa pekee. Hospitalini kwetu tunahudumia wagonjwa wenye shida za mifupa, waliovunjika, lakini wanaosumbuliwa na maumivu, magoti, nyonga, mgongo, kiuno. Tumekuwa tukiwapatia huduma katika hospitali yetu. Kama ambavyo tunaona, kwa sababu tunafanya upasuaji, lakini vile vile tunaona wagonjwa katika kliniki zetu. Kazi zetu hizi zote tunazofanya hapa haziwezi kwenda vizuri bila wauguzi. Wauguzi wamekuwa nguzo muhimu sana kwenye hospitali yetu, lakini vile vile katika kitengo chetu cha upasuaji wamekuwa wakisaidiana na sisi kwenye utoaji wa huduma. Kama daktari ninapokuwa nafanya kwa mfano upasuaji, anayenisaidia ni muuguzi. Kwa hiyo bila muuguzi ananiandalia vifaa vyote vinavyohitajika kutumika katika upasuaji husika. Kwa hiyo muuguzi asipokuwepo, maana yake vifaa vyote vitakuwa havitaandaliwa, lakini vile vile mimi nitakosa msaidizi wakati wa kufanya upasuaji. Kwa hiyo kwa maana nyingine hiyo operation inaweza isifanyike. Lakini vile vile siku za kliniki muuguzi anahakikisha wagonjwa wote wamechukuliwa vitals kabla kuingia kumwona daktari. Vitals ni vile vipimo vya muhimu. Pressure imepimwa, amepimwa mapigo ya moyo, amepimwa sukari, ili anapoingia kwa daktari aweze tu kumhudumia ile shida. Sasa akifahamu vitals zake, pressure yake iko vizuri au kama ina changamoto, daktari inakuwa ni rahisi kuweza kuinotice na kuweza kumpatia matibabu. Kwa hiyo maana bila muuguzi pale kukaa kuweza kutoa hizo huduma za awali, mgonjwa anapokuja kuingia kliniki sasa kwa daktari anakuwa hajafanywa vitu vyote hivyo. Kwa hiyo unashindwa sasa kumsaidia mgonjwa, inabidi uanze upya. Kwa hiyo amekuwa akitusaidia kwa namna hiyo. Hii yote inasaidia kwenye kuboresha huduma, lakini vile vile mwisho wa siku mgonjwa anahudumiwa kwa haraka zaidi na kupata huduma iliyo bora. Madaktari sisi tunafanya kazi kwa muda, tunatoka, tunaenda nyumbani, tunaenda kwenye shughuli zingine, lakini muda wote wale wagonjwa au wateja ambao tunakuwa tunao katika utoaji huduma husimamiwa au hushughulikiwa au huhudumiwa na muuguzi. Kwa hiyo muuguzi sio mtu wa kupuuza kwenye utoaji huduma. Yaani ni kiungo ambacho kisipokuwepo hizo huduma haziwezi kwenda. Sasa kwa sababu ya umuhimu wa wauguzi, naomba waendelee kuwa na huo moyo wa utoaji huduma ambao wanaendelea kuutoa. Kwani wauguzi ndio watu pekee ambao wanahakikisha wagonjwa wetu wanapata dawa kwa muda sahihi na kwa wakati, ambao ni proper use of medication. Lakini pia wanasaidia kwenye ufuataji wa dawa, kwa maana adherence of medication. Kwa hiyo wateja wanapata dawa kwa muda sahihi na muda mwafaka, hivyo wanafanikiwa katika kupata matibabu sahihi kwa wakati. Kwa hiyo wateja au wagonjwa wanapopata dawa kwa wakati baada ya kupewa na wauguzi, inawasaidia kupata ahueni kwa haraka na kwa muda mwafaka ambao unaotakiwa. Kwa hiyo wateja asipotumia dawa kwa wakati, maana yake hawezi kupata matibabu au nafuu unaotakiwa. Lakini kwa sababu kuna wauguzi ndani ya wodi ambao wanasaidia kupatikana matibabu haya na wanapatia wateja dawa kwa wakati, wateja wetu wanapata nafuu na wanapata ahueni kwa haraka na wanaendelea kufurahia huduma zetu. Uongozi wa hospitali nao unakiri kuona umuhimu wa uwepo wa wauguzi katika kuhakikisha hospitali inafikia malengo yake ya kutoa huduma bora kwa wagonjwa. Sisi tunafanya kazi kama timu. Maana yake ni kwamba ili huduma iweze kutolewa, ukimhitaji daktari, unamhitaji muuguzi, unamhitaji mtaalamu wa maabara, unahitaji mtaalamu wa radiolojia, unamhitaji mpaka mtu anayefanya usafi huko. Kwa hiyo timu ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini naweza nikasema kwamba wauguzi katika hospitali sehemu kubwa ya jeshi linalotumika ndani ya hospitali. Tuna takwimu hapa za mama wajawazito ambao kama wasingelipata huduma stahiki huenda wangeweza kupoteza maisha yao, lakini tunaona jinsi walivyopokelewa wakiwa hawajitambui, wamekaa ICU wakahudumiwa kwa siku kadhaa mpaka wakapata fahamu, baadaye mpaka wakahama kutoka ICU wakapelekwa wodi za kawaida na hatimaye wakapewa ruhusa wakarudi majumbani. Hii yote ni kudhihirisha jinsi ambavyo wauguzi wetu kwa kushirikiana na madaktari na wataalamu wengine ndani ya hospitali wanaofanya kazi kubwa sana ya kuokoa maisha ya binadamu. Waendelee kujitoa kama ambavyo wamekuwa wanajitoa na mchango wao unathaminika sana. Wana mambo mengi sana ambayo wanajitolea ndani ya taasisi zaidi ya ule ungwana tu wa kutoa huduma kwamba ni mfanyakazi ambaye ameajiriwa na analipwa. Unaposhughulika na uhai wa binadamu, unaposhughulika kuokoa maisha ya binadamu, unaposhughulika kumuondoa mtu ambaye yuko kwenye maumivu apate unafuu, ni kazi ambayo inahitaji ustahimilivu, lakini inahitaji kujitoa.
Mimi niwahakikishie wauguzi wetu kwamba tuko pamoja nao, tunathamini mchango wao, tunathamini kazi zao zote wanazozifanya, na tutaendelea kuwaunga mkono na kuwapa support wakati wote. Upo msemo kuwa si kila mwenye koti jeupe ni daktari. Basi chukua na hii, si kila unayekutana naye hospitali ni daktari. Hospitali kuna wataalamu wa kada tofauti, lakini zaidi ya 50% ya wataalamu wanaokuhudumia ni wauguzi. Na huo ndio umuhimu wa muuguzi katika sekta ya afya. Asante kwa muda wako na nikutakie afya njema. Mwandaaji na msimulizi wako ni Rehema Evans.